Serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imepokea barua kutoka kwa wananchi ya malalamiko yanayohusu utendaji kazi wa shirika letu la TEMESA. Barua ile imeeleza juu ya uzembe wa watendaji. Barua ile ikaendelea mbele ikasema juu ya upendeleo kwenye mambo ya zabuni. Barua ile ikaendelea mbele ikasema juu ya mambo ya ubadhirifu wa mali ya umma unaohisiwa na wananchi. Wale wananchi wamejiandika katika barua ile wao ni walalahoi. Tunayo ile barua. Imeandikwa kwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali iliamua kuunda timu ya uchunguzi. Timu ile imeifanya ile kazi vizuri kwa muda wa miezi miwili, kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10. Imepita nchi nzima kukagua mwenendo na taratibu za shirika letu la TEMESA. Timu imemaliza kazi, imetuletea ile ripoti, na ile ripoti imebaini kweli kabisa kwamba uko udhaifu mkubwa sana wa kiutendaji, uko uzembe na uko ubadhirifu wa mali ya umma. Mamilioni ya fedha yametajwa na uzembe kabisa umetajwa katika ripoti ya siri ambayo tumepatiwa sisi. Ni ripoti ya serikali, na tume imenipa ushauri, imetoa ushauri wa kwamba ziko hatua za kuchukua. Moja, kutokana na jambo linalohusu uzembe, imeshauri kilichofanya. Na pili, kutokana na jambo la ubadhirifu wa fedha za mali fedha za umma, ziko hatua pia vile zilizoshauriwa. Sisi Wizara ya Ujenzi ambayo ndio yenye dhamana na shirika hili la TEMESA, na kwa kufuata maelekezo ya viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi, Balozi, lakini vile vile Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba, ya kwamba serikali ya awamu ya 6 haitavumilia uzembe wa aina yoyote. Watendaji wazembe, wabadhirifu, wakaichonjo. Sasa kwa spirit hiyo, na baada ya uchunguzi wa kina wa vyombo vya serikali, nikajiridhisha kumwagiza Katibu Mkuu kwanza amsimamishe mtendaji mkuu wa TEMESA na management yote ya TEMESA. Na tayari kazi hiyo ameshakwisha kuifanya mara moja. Kwa hivyo sasa tumewasimamisha wote. Hatua inayofuata kwa mujibu wa kanuni, sababu ziko fraud, mule kuna ubadhirifu wa fedha za umma, watu wameuziana hewa, kuna huduma hewa TEMESA zimefanywa, yaani kiasi kwamba kuna mambo ya udanganyifu mkubwa ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5, zinafika bilioni 5 fedha za Kitanzania. Tuwezi kuvumilia hali namna hiyo. Kwa hivyo tumeunda kwa kanuni, kwa mujibu wa kanuni ya utumishi, tumetengeneza timu ndogo, tumeipa siku 7. Timu hii ndio itakayokamilisha sasa kwa mujibu wa sheria za nchi, kanuni ya utumishi, kazi ile ya uchunguzi, baada ya ile timu kubwa ya serikali iliyotuibulia jambo hili. Sasa kwa mujibu wa sheria ya utumishi namba 36, hapa tuna kazi ya timu ndogo ambayo nimemwagiza Katibu Mkuu ameshakwisha kuiunda ndani ya siku 7. Na baada ya hapo wanaohusika wote watakwenda mahakamani, waende wakajibu yale yanayowahusu yote katika mtandao mzima wa jambo hili, aliyeuza hewa na aliyenunua hewa. Kwa hivyo hata kama kuna mfanyabiashara alishirikiana kufanya hujuma juu ya fedha za serikali, ajue kwamba na yeye tutamfikia.